Welcome again to another session. Our session today is about electromagnetism. This is the Form 4 topic. So now, before proceeding with anything, let us see the name of our topic. The name of our topic is electromagnetism. So once you consider the name of the topic, here we have two words. The first one is electro, means electron or electricity. But the second word is magnetism, means that the piece of metal which can attract other materials. So now, let us start directly up to the definition of electromagnetism. So about the definition of it now, once you will be required to give out the meaning of electromagnetism, you will say that is the effect, electromagnetism by definition, is the effect produced by the interaction of electric current and the magnetic field. Sema tunapokuwa tunazungumzia electromagnetism maana nini? Hapa tunaenda kuangalia matokeo ambayo yanatengenezwa au yanatokea baada ya kuchukua current ikiingiliana pamoja na sumaku. Kumbe kitu ambacho tunaenda ukipata sisi, tukichukua umeme tukaunganisha na magnetic field, umeme ambao unaenda kutokea baada ya kuchukua sumaku tukaunganisha na either positive and negative charge. Kitu gani ambacho tunaenda ukipata? Umeme ambao utaenda kutokea sisi tunaitaka induced current. Tunaiona hapo mbele kidogo. Lakini sasa voltage ambayo inatumika kusupply umeme baada ya kuunganisha electric current pamoja na magnetic field, sisi tunaita induced electromotive force. Tunaiona hapo mbele kidogo. Kumbe sasa electromagnetism kwa ujumla wake tunaenda kuangalia kitu ambacho kinatokea baada ya kuchukua umeme tunaunganisha na sumaku. So that we call the definition, or that is the definition of electromagnetism. So now, before proceeding, we see other thing. Let us retrieve about the magnet from 2. So what is magnet? Magnet is a piece of metal which contains the passive and attractive force concentrated at its end or at its pole. Tunapokuwa tunazungumza magnet, sumaku nini? Sumaku ni kipande cha chuma ambacho kinakuwa kinajumlisha nguvu ya mkwepano pamoja na ya mvutano. Lakini zinapatikana wapi? Concentrated. Zinapatikana mwishoni au kwenye ncha ya sumaku. Kwa mfano, here we have the bar magnet. Ukiangalia, this is N pole, this is south pole. Sasa huku kwenye ncha hapa kwenye N na hapa kwenye S, sumaku yake ni kubwa sana. Wazo ukalinganisha na hapa. Kwa maana ukichukua kitu chochote ukakiweka hapa kitavutwa kiurahisi zaidi, sio kukiweka hapa katika japo kitavutwa, lakini sio kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Ile ukiweka huko mwishoni, zamani tunasema concentrated at its end or at its pole. So now, apart from the definition of magnet, let us see types of magnets. So how many types of magnets we have? Generally, we have two types of magnets. The first one we call a permanent magnet, but the second one we call a temporary magnet. So now let us start with the first one, which we call a permanent magnet. Tunapokuwa tunazungumzia sumaku ya kudumu. Sumaku ya kudumu nini? Permanent magnet tunasema this is the magnet. Hii ni sumaku ambayo ina retain, which retain its magnetism, ambayo inalinda uhusika wa kuvuta vitu hata kama nguvu iliyosababisha ikitolewa. When you talk about permanent magnet, this is the magnet in which retain its magnetism after the magnetizing force is removed. Kumbe sasa hii ni aina ya sumaku ambayo hata kama tukitoa ile nguvu iliyosababisha ile material yaweza kuattract, hata kama ikitolewa bado ile material yanakuwa na uwezo wa kuvuta vitu vingine, kama ambavyo tumesoma the definition of magnet. So apart from that, let us see the second types of magnet. The second type we call a temporary magnet. What do you mean when we say temporary magnet? When we say temporary magnet, means that something occurs temporarily, then it disappears after removing the magnetizing force. So now, we say this is the types of magnet in which does not or which do not retain its magnetism when the magnetizing force is removed. For example, electric bell. Hapa mfano kabisa mzuri wa temporary magnet ni kengele ya umeme. Kengele ya umeme huwa inatoa sauti pale ambapo kuna umeme. Lakini umeme ukikata haiwezi tena kutoa sauti. Maana hiyo tunaitemu as a temporary magnet. So now, apart from the types of magnets, let us see now another thing which we call magnetic field. So what is magnetic field? When you talk about the field, it means the area, the place. But when you talk about magnet, it means that ni sehemu gani sasa? Kumbe tunaenda kuangalia magnetic field ni eneo ambapo sumaku yetu au material yanaweza kavutwa. Kwa mfano, au tuiangalie kwanza meaning yake, baadaye nitakuelezea vizuri. So what do you mean when you say magnetic field?
When you say magnetic field, this is a region in which the magnetic force is experienced. Kwamba hili hapa ni eneo ambapo kani ya mvutano wa sumaku inakuwa inapatikana pale au inakuwa exist. For example, assume kwamba una sumaku. Sumaku umeiweka labda hapa. Halafu hapo kaweka chuma. Maana kusogeza hivi, ile sumaku hii assume this is a magnet. Ukiweka hapa kicho chuma kitaanza kuvutwa kusogea kwenye sumaku. Kumbe eneo wazi hapa wote huu sisi tunaita magnetic field. That's why we have said that magnetic field is a region in which the magnetic force is experiencing or existing. Tukitoka hapo naomba tuangalie kitu kinachoitwa magnetic line of force. Magnetic line of force. When you talk about magnetic line of force, tunasema this is the line which is drawing or projected from North Pole to South Pole. Hii ni mistari ya sumaku. Hii mistari ya sumaku inakuwaje? Hii mistari ya sumaku siku zote boga inachorwa kutoka kwenye ncha ya kaskazini kwenda kwenye ncha ya kusini. So for example, consider the bar magnet here. This side is N pole. This side is the South Pole. So this is our magnetic line. This is we call magnetic line of force. This one we call magnetic line. This is called magnetic line. They are drawing from North Pole to South Pole. They are drawing from North Pole to South Pole. Maana gani? Kumbe sasa ukiweka tu direction hivi zikao zinaonyesha hivi. Maana yake inaonyesha magnetic line of force zinatoka North Pole zinaenda South Pole. So apart from that, tumezungumzia habari za magnetic field. Zinakuwaje? Okay. Nimesema kwamba magnetic line siku zote is a line, ni mstari unaochorwa, ni mistari ya sumaku inayochorwa kutoka ncha ya kaskazini kwenda ncha ya kusini. Means from North Pole to South Pole. For how many? Haya, ukiangalia hapa kwa haraka hizi mistari hizi ndio tunaita sisi magnetic line. Kwa hiyo ukionyesha direction hii inamaanisha kwamba magnetic line zinatoka huku zinaenda South Pole. Actually, mwingine akiangalia hapa anaweza kuona kwamba hizi magnetic lines zimekutana. Kumbe sio kweli. Hizi magnetic lines zinakuwa ni parallel from each other. They never crossing even at a certain or at one point. Yes. So now let us see the properties of magnetic force or magnetic line of force. The first one is drawing, actually, also generally, magnetic line is drawing from North Pole to South Pole. Siku zote mistari ya sumaku au mistari ya nguvu ya sumaku inachorwa kutoka ncha ya kaskazini kwenda ncha ya kusini. Lakini pia hizi mistari they never crossing to each other. Haziwezi kukutana kabisa hata iwe kwa namna yoyote. Kwa hiyo kumbe hizi mistari zinakuwa ni parallel. Hakutoka hapo sasa tuende tukaendelee na topic yetu ya electromagnetism. Ambao ni ya kidato cha 4. Ila hizo zilikuwa ni kumbukumbu. So now, let us see the determination of the direction of current and the magnetic field. Hatua ambayo tunaenda kuangalia sasa, ni kivipi sasa tunaweza tukatambua mwelekeo wa umeme na mwelekeo wa sumaku kwenye conductor yoyote. So now, in order to determine the direction of current and the direction of magnetic field in a conductor, we are going to use the two scholars. Here we have two scientists try to explain how to determine the direction of current and the direction of magnetic field. So now, direction of current and magnetic field of the conductor is explained by two scholars. The first one is Grippo, Wright, and Lowe. Grippo, Wright, and Lowe. But the second one is Maxwell, Coco, Lowe. Maxwell, Lowe. So, jamani, determination ili kuweza kugundua mwelekeo wa umeme na mwelekeo wa magnetic field, mwelekeo wa umeme na mwelekeo wa sumaku. Hapa alianza kuzungumza wanasayansi wawili.
Mwanasayansi wa kwanza alitoa kanuni yake kwa kutumia right hand rule. Maana ni sheria ya mkono wa kulia. Lakini pia mwanasayansi wa pili alikuwa anaitwa Maxwell-Coker-School law. Yeye huyu hapa alitumia polarity, lakini huyu hapa alitumia conductor. Alitumia mkono ambao ni mkono wa kulia. Kwa kufanyaje? Kwa kugrip ile right, kwa kugrip ile conductor kwa kutumia mkono wa kulia. Sasa naomba tuanze kumwangalia huyu hapa wa kwanza. Wa kwanza anasema grip right hand rule. Right grip hand rule states that, or right hand grip rule inasema kwamba, right grip hand rule inasema states that grip a conductor by right hands. The sum points the direction of current. And the other curved fingers, pointing the direction of magnetic field. Jamani, nisema kwamba mwanasayansi wa kwanza aliweza kutumia conductor. Aliweza kutumia sheria yake kwa kutumia mkono wa kulia ili kuweza kuonyesha mwelekeo wa umeme pamoja na mwelekeo wa magnetic field au mwelekeo wa sumaku. Alisemaje? Alisema kwamba inasema kwamba grip a conductor by right hands. Unashika conductor yako, unashika. Assume this is a conductor. Kama hapa ikiwa conductor unaishika hivi kwa mkono wa kulia. Unaishika hivi kwa mkono wa kulia. Unaishika hivi kwa mkono wa kulia. Baada ya ndio kusema the sum, kidole gumba, point kinaonyesha the direction of current, mwelekeo wa umeme. Lakini vidole vingine, other curved fingers maana yake vidole vingine ambavyo hivi hapa hivi vinaonyesha mwelekeo wa magnetic field. Sasa naomba tukaangalia sasa mchoro wake ambao unaonyesha hii sheria ya kuweza kudetermine the direction of current and the direction of magnetic field kwa kutumia kwenye conductor yoyote. Kama nilivyosema jamani kwamba kuna wanasayansi walijaribu kuzungumzia kivipi tunaweza tukadetermine the direction of current and direction of magnetic field. Haya, mwanasayansi wa kwanza alitoa sheria yake kwa kuangalia, kwa kushikilia ile conductor katika mkono wa kulia. Alisemaje? Alisema shikilia grip a conductor by right hand. Shikilia ile conductor kwa mkono wako wa kulia. For example, assume this is a conductor. Na shikilia hizi kwa mkono wa kulia. This one points the direction of current. But this one has a curved fingers. This one points the direction of magnetic field. For example, now here. Angalia sasa hii hapa, assume this is a conductor. Hii hapa ni conductor hii. This is a conductor. Sasa nikaishikilia kwa mkono wa kulia hivi. Nikishikilia kwa mkono wa kulia maana yake hiki kinaonyesha mwelekeo wa umeme. Maana yake umeme utakuwa unaingia huku, unaenda huku juu. Lakini hizi vidole hivi hapa vingine vilivyobaki, hivi hapa, hivi vidole vinaonyesha direction, as the curved fingers point the direction of magnetic field. Ambao sasa huwa hapa mchoro kama ilivyoonekana, this is the sum, direction of current. So this sum points the direction of current according to the grip right hand rule. Kwa mfano, assume this is a conductor. Na ishikilia hii hapa conductor. Nikishikilia hii hapa sum, kidole gumba kitaonyesha mwelekeo wa umeme. Lakini hizi hapa zitaonyesha the direction of magnetic field. Kwa mfano sasa tukichukua hii concept tukahamia hapa. Kwa kumbe this is a conductor. This is a conductor. If this is a conductor, what are you going to do now? Hii hapa inaonyesha direction of current. Ambapo nikishika hivi, hizi magnetic field zitakuwa zinazunguka kama ambavyo zimezunguka hapa. Kwa sasa tunasema kwamba kumbe the sum, this one points the direction of current, but this one points the direction of magnetic field. So apart from that, let us see another law. Our next law is, before looking another scientist or another scholars, let us see the determination of current and magnetic field by a solenoid. Determination
of current and magnetic field by using solenoid. Jamani, tunaenda kuangalia kivipi tunaweza kutambua mwelekeo wa umeme lakini pia mwelekeo wa spark au mwelekeo wa magnetic field. Kama endapo tunaenda kutumia kitu kinachoitwa solenoid. So first of all, you are supposed to know what is solenoid. So now solenoid, we say when you talk about solenoid is a conductor of wire winding. The definition of solenoid is that is a conductor with wire winding. Maana inamaanisha nini? Kwa tunapokuwa tunazungumzia solenoid ni ile conductor iliyozungushiwa nyaya. Kwa mfano, assume this is a conductor, we say the conductor are the materials that allow current to pass through. For example, take a piece of iron or a piece of metal. Then you just wrapping the wire on the surface of it. Kwa mfano hii conductor ukizungusha nyaya tu, hiyo tunaita ni solenoid. Na mfano wake kabisa unaweza kukuta iko hivi. This is a conductor. This is a conductor. Ukikuta tu imezungushiwa nyaya hivi. Ukikuta tu imezungushiwa nyaya, basi ile hatuiti conductor tena, tunaita solenoid. So solenoid is a conductor with wire winding. Ni conductor ambayo imezungushiwa nyaya. We have several definitions, but you are supposed to know the definition of solenoid. Kuna definition nyingi, lakini mmoja wapo ni hii hapa. Sasa, kivipi sasa tunaweza kutambua mwelekeo wa umeme? How can we determine the direction of current and the magnetic field by using a solenoid? Tukiwa ili kusudi tuweze kutambua mwelekeo wa umeme na mwelekeo wa magnetic field katika solenoid, ni lazima to consider the diagram below. Lazima to consider the diagram below. So now, diagram of solenoid. Consider the diagram below. Cha kwanza tunachora kama solenoid, kama ambavyo tunajua solenoid. This is a conductor. But if you want to color the solenoid, it means that we are supposed to, inasema tuzungushie nyaya ili kusudi tuite sisi. Hii tuite sisi ni solenoid. Baada tukimaliza kufanya hivyo, kitu gani ambacho kinafuata sasa? Tuna uwai unaokuja, maana yake tuna uningiliza hivi. Baada ya hapo tunaangalia ile kusudi. Hapa tunachoenda kuangalia kabisa, how can determine the direction of current and direction of magnetic field. Sasa ni lazima ile sheria ya kudetermine the direction of current and the direction of magnetic field by using a solenoid. Tunatumia huo mkono wa kulia. Tunatumia the right hand. Kwa kufanyaje? Moja kwa moja tuchukua mkono wa kulia, halafu utagrip, sisi tutashikilia kwenye hiyo solenoid. For example, kwa itakuwa sasa. Kwamba ili kusudi tuonyeshe ili kusudi tuonyeshe direction of current and magnetic field by using a solenoid, hatua ya kwanza lazima tuchore mkono ambao ni mkono wa kulia unaoshikilia hii hapa conductor yetu. Kwa hiyo tutachora hivi. Haya, hii hapa sasa manake tunasema
This is right hand side. Kwa utashikilia hivi. Ukishika hivi maana yake this is the direction. This is the thumb. And this is what this is other curved fingers. Sasa tofauti yake ni kwamba assume since labda tumeapply here maybe to be positive. Sasa kama tukiachuma hapo kwa positive maana yake charge nyingine itakuwa ni negative. But remember, sometimes hii hapo sheria sisi tunaitaka ni law of plurality. Ni sheria to determine the positive and the negative, or to determine the equal and the South pole. Yes. Tunasema kwamba determination of current or the determination of direction of current and the magnetic field by using solenoid. As I've said that solenoid is a conductor with wire winding. Kwa mfano kama unavyoona hapa, this is a conductor, this is the wire. Kwa kumbe sasa conductor iliyozungushwa nyaya, sisi tunaita a solenoid. Kwa mfano ni hapa. Haya, we have this is a conductor, this is a conductor, but this is a wire winding. Kumbe sasa solenoid inaonekana kama hivi. Solenoid inakuwa ni conductor lakini imezungushiwa nyaya. This is wire, this is a conductor. Kumbe sasa conductor inazungushiwa nyaya, we call a solenoid. Sasa, in order to determine the direction of current and direction of magnetic field by using a solenoid, tunaenda consider ile sheria yetu tunasema grip right hand rule. Kumbe hapa tunaenda kuangalia how we can determine the direction of current. Kivipi tunaweza kupata mwelekeo wa umeme na mwelekeo wa magnetic field lakini kwa kutumia solenoid. Sheria yetu ni ile ni grip right hand rule. Kumbe sasa consider the diagram though. This is our diagram. Hapa ni mkono wa kulia lakini this is a conductor, this is the wire winding. Sasa tunaanza. Lakini but sometimes this grip right hand rule by using a solenoid, sometimes we call a law of polarity. Wakati mwingine tunaita sheria ya ncha kaskazini na ncha ya kusini. Sasa hiyo sheria inasema kwamba state that inasema kwamba grip wa solenoid, shikilia solenoid yako kwa kutumia mkono wa kulia by right hand. The thumb points the direction of magnetic field and the other curved finger points the direction of current. Sasa ukishikilia conductor yako hivi ya solenoid hivi kwa kutumia mkono wa kulia, maana yake this side hii finger, this is thumb points the direction of magnetic field. Na kwa tukiangalia thumb alipoangalia inaonekana kuna north pole lakini kuna south pole. Kumbe sasa tunasema kitu kimoja. Na siku zote kwenye north pole sisi ndio inapokuwa positive. Haya, kwa kumbe wale sisi tunaunganisha hapa ndio itakuwa ni positive terminal. Kwa utakuwa unakuja hivi. Kumbe sasa tunajua siku zote kitu kinachokuwa kinatoka au charge inapokuwa inatoka, kwa inatoka kwenye positive. Kumbe sasa so sometimes solenoid or law grip right by using solenoid, sometimes we call law or rule of polarity. Kumbe sasa inakuwa ni kinyume na ile ya grip right hand rule in a conductor. Grip right hand rule kwa kutumia conductor tulikuwa tunasema grip a conductor by using a right hand. The thumb points the direction of current and the other curved fingers point the direction of magnetic field. Lakini hapa inaonekana ni kinyume chake. Kwamba kumbe sasa tukishikilia sisi solenoid kwa kutumia mkono wa kulia by using right hand. Tumeona sasa the thumb, this one points the direction of magnetic field. While this other curved fingers point the direction of current. So now let us see another thing. Okay, let us see another scholar who explain or elaborate about how we can determine the direction of current and direction of magnetic field. But now you're going to see the second scholar. The second scholar is known as Maxwell-Coker rule. Maxwell-Coker rule yeye tumia volti kuweza kutuonyesha mwelekeo wa umeme na mwelekeo wa sumaku, mwelekeo wa magnetic field. Sasa alisemaje? Huyu jamaa alisema kwamba state is that Maxwell-Coker rule stated that a square is being squared by right hand. The adverse motion points the direction of current and the rotation points the direction of magnetic field. Kwa namna gani? Kwamba huyu anasema kwamba a screw, this one is being squared. Hii hapa screw bolt yake itashikiliwa kwa mkono wa kulia. Ikishikwa kwa mkono wa kulia maana itakuwa inazungushwa hivi. Sasa ikiwa inazungushwa, hapa hizi ni AC, we call pitch hizi. Hata ikiwa zinazunguka hivi, maana yake nini? Hata huku ka chini tunakaita adverse motion au axis of rotation. Hata axis of rotation hapa
hapa kanaonyesha mwelekeo wa umeme. Lakini ile rotation zingine ambazo ukiwa unazungusha hivi inakuwa zinazunguka hizo AC. Sasa hizo AC zenyewe zinaonyesha mwelekeo wa magnetic field. So that is all about the Maxwell-Fokker school law. So now let us see determination again. Determination of the direction of current. Direction of current, magnetic field, and the motion of force, motion of a conductor, motion of force of a conductor. Je, ni kivipi tunaweza tukadetermine mwelekeo wa umeme, mwelekeo wa magnetic field lakini na motion ya conductor yetu. Sasa hapa ni mwanasayansi mmoja aliyezungumzia. There is one scholar who talk about or who try to explain about how can determine the direction of current, magnetic field and the motion of force of a conductor. Na huyu si mwingine alikuwa anaitwa Fleming left-hand law. Huyu scholar alikuwa anaitwa Fleming left-hand law. Yes, alisema kwamba state that. This is Fleming left-hand law. Try to explain on how we can determine the direction of current, direction of magnetic field, and direction or motion of a conductor, or motion of force of a conductor. Sasa huyu alijaribu kuelezea kivipi tunaweza tukapata mwelekeo wa umeme, mwelekeo wa sumaku, lakini pia na conductor itakuwa inaelekea wapi au force yake itakuwa inaelekea wapi. Sasa hapa ni mwanasayansi mmoja tu aliyezungumza hicho kitu, na huyu mwanasayansi tunamuita Fleming left-hand law. Yeye alikuwa anaitwa Fleming, lakini alitumia mkono wa kushoto. Alisemaje? Alisema kwamba state that. If three fingers state that the first three fingers on left hand, which are mutually perpendicular to each other, which are held mutually perpendicular to each other, comma, the first finger, the first finger points the direction of magnetic field. Come on, the second finger points the direction of current. And the sum the point is the motion of a conductor, of force of a conductor or of the conductor. Jamani, mwanasayansi mwingine aliyeweza kuunganisha mwelekeo wa umeme, mwelekeo wa magnetic field, lakini pia na nguvu ya umeme itakuwa inaelekea wapi kwenye ile conductor. Husi mwingine alikuwa anaitwa Fleming left-hand law. Sasa huyu Fleming alianza kutumia mkono wa kushoto kuweza kudetermine the direction of voltage, direction of current, direction of magnetic field and the motion of force of a conductor. So now, our state is that. Haya, hii state yetu sasa Fleming left hand. Alisema hivi. The first three finger on the left hand.
Vidole vitatu vya mwanzoni katika mkono wa kushoto, ambavyo vidole vinakuwa vimekaa head neutral perpendicular to each other. Hivyo vidole vyote vinakuwa vinatengeneza nyuzi 90 kwa kila moja. Kumbe sasa kidole cha kwanza kinaonyesha mwelekeo wa magnetic field, lakini kidole cha pili kinaonyesha mwelekeo wa umeme, lakini kidole cha mwisho ndio kinaonyesha conductor itakuwa inaenda au nguvu ya ile conductor itakuwa inaelekea wapi. Sasa tunachoenda kufanya mchoro wake sasa. Mchoro wake alisemaje? Mchoro wake ilikuwa unaonekana hivi. As I said that from left hand will state that if the first three fingers on the left hand which are mutually perpendicular to each other, ikiwa vidole vitatu katika mkono wa kushoto ambapo hivyo vidole vyote vitatu vya mwanzo vinakaa katika nyuzi 90 kila moja. Haya, inakuwaje sasa? Alisema kwamba kidole cha kwanza, the first finger points in the direction of magnetic field, the second finger points in the direction of current, and the thumb points in the direction of the motion of force of a conductor. Kwa sasa ninachoenda kufanya hapa, naenda kudemonstrate vidole vyote vitatu. Kidole cha kwanza ni hiki hapa. Hiki kidole maana yake ukiangalia mimi nilipoweka nimeweka hivi. Maana yake huyu thumb na huyu kidole cha kwanza ni nyuzi 90. Huyu na huyu ni nyuzi 90. Kwa ndio tunasema which are head mutually perpendicular to each other. Maana hivi vidole vyote vitatu viwe katika nyuzi 90. Kwa tunasemaje sasa? Tunasema kwamba kidole cha kwanza hiki kinaonyesha the direction of magnetic field. Kumbe kidole cha kwanza kitaonyesha direction of magnetic field. Lakini kidole cha pili kitaonyesha direction of current. Lakini kidole hiki za thumb points the motion of force of a conductor. Ikiwa na maana gani? Kumbe wewe utakuwa unakuja hivi, utakuwa unakuja hivi, unakuja hivi. Utakuwa unaingia hapa, unakuja hivi. Kumbe sasa the direction of current, direction of magnetic field, and the direction of motion of force of a conductor is being explained by scholar who is known as Fleming, by using the Fleming lefty hand. So now this is the last one who state about the determination of current, determination of magnetic field, and determination of the motion force of a conductor. Thank you for watching.